Iran imeongeza kwa kiwango kikubwa uwezo wake wa kijeshi katika mlango wa bahari wa Hormuz baada ya kufanikiwa kurejesha upatikanaji wa maeneo 30 kati ya 33 ya makombora yaliyoko katika ukanda huo muhimu wa kimkakati, hatua ambayo sasa imeibua tahadhari kubwa ndani ya Marekani, Israel pamoja na mataifa ya Magharibi. Kwa mujibu wa ripoti ya The New York Times iliyowanukuu maafisa wanaofahamu tathmini za kijasusi za Marekani, Tehran sasa imeweza kurejesha karibu kikamilifu uwezo wake wa kuitishia meli zinazopita katika mlango wa Hormuz, ambao ni moja ya njia muhimu zaidi za usafirishaji wa mafuta duniani. Tathmini hizo zinaonyesha kuwa licha ya mashambulizi, ufuatiliaji wa satellite na presha ya kijeshi kutoka Marekani na washirika wake katika miezi ya hivi karibuni, Iran imefanikiwa kujenga upya sehemu kubwa ya miundombinu yake ya kijeshi katika eneo hilo. Vituo hivyo vya makombora vipo katika maeneo ya milimani, mapango ya chini ardhi, pamoja na vituo vilivyofichwa kando ya pwani ya Ghuba ya Uajemi, jambo linaloifanya Iran kuwa na uwezo mkubwa wa kushambulia malengo ya baharini kwa haraka, huku ikiwa vigumu kugundulika mapema. Kwa mujibu wa watu waliofahamu tathmini hizo za kijasusi, vituo vingi vilivyorejeshwa vina uwezo wa kutumia vizindua makombora vinavyohamishika maarufu kama mobile launchers. Mfumo huo unairuhusu Iran kusogeza makombora kutoka eneo moja kwenda jingine ndani ya muda mfupi ili kuepuka mashambulizi ya anga au mashambulizi ya makombora kutoka Marekani na Israel. Hali hiyo inaifanya operesheni yoyote ya kuyaharibu maeneo hayo kuwa ngumu zaidi kuliko ilivyokuwa hapo awali. Ripoti hiyo inaeleza kuwa baadhi ya maeneo hayo yana maeneo maalum ya kurushia makombora moja kwa moja kuelekea baharini, huku mengine yakitumika kama vituo vya kuhifadhi silaha na mifumo ya rada. Maafisa wa Marekani wanaamini kuwa Irani inaweza kutumia maeneo hayo kushambulia meli za kivita, meli za mafuta au hata miundombinu ya nishati ya mafuta ya Ghuba ikiwa mzozo huo utazuka. Mlango wa Hormuz ni sehemu nyeti sana kwa sababu ni njia kuu inayounganisha Ghuba ya Uajemi na bahari ya Oman. Takriban sehemu kubwa ya mafuta duniani yanayouzwa kimataifa hupita katika njia hiyo nyembamba ya bahari kila siku. Kwa mujibu wa takwimu mbalimbali za kimataifa za nishati, mamilioni ya mapipa ya mafuta husafirishwa kupitia Hormuz kila siku kuelekea Asia, Ulaya na maeneo mengine duniani. Hiyo ndiyo sababu mataifa makubwa yanaona tishio lolote katika eneo hilo kama hatari kubwa kwa uchumi wa dunia. Kwa miaka mingi Iran imekuwa ikitumia suala la Hormuz kama silaha ya kisiasa na kijeshi dhidi ya Marekani na washirika wake. Kila mara Teherani inapokabiliwa na vikwazo vya kiuchumi, presha kuhusu mpango wake wa nyuklia au vitisho vya kijeshi kutoka Israel na Marekani, viongozi wa Irani wamekuwa wakitoa tahadhari kuwa wanaweza kuzuia au kuvuruga usafiri wa meli katika eneo hilo. Maafisa wa Marekani wameeleza kuwa kurejeshwa kwa uwezo wa maeneo hayo ya makombora kunaongeza hatari ya Irani kutumia mkakati wa kuzuia mashambulizi dhidi yake, kwa kuonyesha kuwa inaweza kusababisha madhara makubwa kwa biashara ya kimataifa ya mafuta. Marekani inaamini kuwa Iran inataka kuonesha kuwa hata ikiwa itashambuliwa, bado inaweza kuathiri uchumi wa dunia kwa kuharibu usafirishaji wa mafuta kupitia Hormuz. Wachambuzi wa kijeshi wanaamini kuwa Irani imejifunza mengi kutokana na vita vya kisasa vinavyoendelea Mashariki ya Kati pamoja na vita vya Ukraine. Tehran imekuwa ikiwekeza zaidi katika matumizi ya mifumo ya makombora yanayohamishika, drones, mifumo ya rada iliyofichwa na maghala ya chini ya ardhi, ili kuhakikisha kuwa silaha zake zinaendelea kufanya kazi hata baada ya mashambulizi makubwa ya anga. Mbinu hiyo inatajwa kuifanya Iran kuwa moja ya mataifa yenye mtandao mkubwa zaidi wa makombora katika Mashariki ya Kati. Katika kipindi cha miezi kadhaa iliyopita, mvutano kati ya Iran, Marekani na Israel umeendelea kuongezeka kwa kasi. Katika mazingira hayo yote, kurejeshwa kwa vituo 30 vya makombora vya Iran karibu na mlango wa Hormuz kunaonekana kuwa moja ya hatua muhimu zaidi za kijeshi ambazo Tehran imefanya katika kipindi cha hivi karibuni. Hatua hiyo si tu inaongeza uwezo wa Iran kujilinda, bali pia inaongeza nguvu yake ya kisiasa katika mvutano unaoendelea kati yake na Marekani pamoja na washirika wake wa Magharibi. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment.
Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.